Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya kwanza kuhusu uaminifu katika sehemu ya kazi na Bi Ruth, kulingana na kitabu cha Ruth sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 14. Bi Ruth alionyesha sifa kuu ambazo waajiri wengi na wafanyabiashara wanawekeza kiasi kikubwa cha rasilimali ili kuiga katika mashirika yao. Uaminifu hujenga imani na huwa msingi wa ajira ya muda mrefu na kujitolea kwa uzalishaji na ukuaji mahali pa kazi. Uzoefu wa Bi Ruth utatusaidia kufunua faida hizi. Tafadhali tumkaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Nimefurahia sana kuwa hapa ili kushiriki mafunzo kutokana na ushuhuda wangu. Huenda umesoma kuhusu uaminifu katika kitabu. Hii sio nadharia, lakini ni kutokana na yale niliyoyapitia mimi mwenyewe. Ulionyesha mfano mzuri wa uaminifu. Ulikuwa Moabu, lakini ulichagua kupata upendo na jumuiya pamoja na Waisraeli. Ni nini kilichosababisha uchaguzi huu? Sisi wa Moabu ni kizazi kimoja na Walutu. Ijapokuwa wa Moabu na Wanaisraeli walikuwa wakipigana kila mara, baba mkwe wangu Elimeleki na mama mkwe Naomi walichagua kuhamia Moabu ili kuepuka ukame na njaa iliyokuwa Israeli. Nilimpenda mmoja wa wana wao. Pia nilipenda imani yao, uaminifu wao thabiti na kujitolea kwa Mungu wao. Kwa hiyo, ingawa baadhi ya Wamoabu na Waisraeli walijiona kuwa maadui, ulipata upendo na thamana. Kweli. Uko sawa. Ni muhimu sana kufanya uamuzi wako sio kulingana na maoni ya watu wengine. Kile ambacho wengine wanachukia kinaweza kuwa cha upendo na thamana kwako. Fanya bidii kuigundua mwenyewe. Nilichagua upendo badala ya chuki. Mimi pamoja na mume wangu tulikuwa na wakati mzuri sana kabla ya kufa kwake, muda mchache tu baada ya babake na ndugu yake pia kufa. Hilo lilikuwa tukio la kuhuzunisha, na zaidi kwa mama mkwe wako ambaye alifiwa na mumewe na wanawe wawili. Ilikuwa ni kama aliondolewa kabisa chanzo chake cha riziki na ulinzi. Mkongwe kama yeye asiyejiweza angeitwa mchawi aliyemua mumewe na wanawe. Kinyume na vile wengine walivyomuona, wewe ulikatalia kwake. Ndiyo, nilifanya hivyo. Kama vile mstari wa 14 unavyosema. Orpa alimbusu kwa heri, lakini nilimshikilia. Kwa kweli, nilishikamana naye kama gundi. Kamwe nisimwache aende. Inashangaza sana. Hili ni kinyume na matarajio ya kawaida. Mara nyingi, tunaona kwamba pindi tu kiongozi anapopoteza nafasi yake ya uongozi, jamaa na marafiki pia huondoka. Mara tu mume au mke anapokuwa tegemezi kwa wengine na kutoweza kujikimu, mwenzake huondoka na kutafuta uhusiano mwingine. Mara nyingi tunasema, maskini hana rafiki. Kinyume na vile wengine walivyoona, ulishikamana naye. Ni nini uliona kwa Naomi, mwanamke huyu maskini, dhaifu na asiye na uwezo ambayo wengine hawakuona? Uko sawa. Baadhi ya watu watakuwa rafiki au jamaa yako kwa urahisi unapokuwa na nyadhifa, mamlaka, mali na hadhi. Huo si uhusiano wenye msingi wa uaminifu bali wa kujipendekeza. Hawana uhusiano na wewe. Wana uhusiano na nyadhifa yako, pesa na hadhi yako. Usijifanye mtoto. Kile nilichokiona kwa mama Naomi kilikuwa cha kudumu kuliko cheo, madaraka, pesa na hadhi ambayo inapita. Niliathiriwa na imani yake, kujitolea kwake kwa Mungu wake na familia. Kama nilivyosema, nilipenda imani yao na jinsi maisha yao ilivyomtegemea Mungu. Uaminifu kwa Mungu wao ukawa msingi wa uaminifu wangu pia. Huu ni ufahamu mzuri sana. Watazamaji, natumai mtaelewa hii. Ikiwa uhusiano wako na mtu fulani unategemea jinsi Bwana alivyokutumia kumshawishi kupitia imani yako, basi uhusiano huo sio wa kudumu. Unaweza kupoteza nafasi yako, pesa, nguvu na hadhi, na bado kutakuwa na thamana katika uhusiano wenu. Ndiyo, wengine waliona Wamoabu na Waisraeli kuwa maadui. Nami niligundua upendo. Wengine walimuona mama Naomi kuwa maskini, mzee na hata mchawi. Niligundua maadili mema kwake kulingana na imani yake. Hii ina maana gani?
Usiruhusu watu wengine wakufikiririe. Gundua thamani wewe mwenyewe. Usishirikiane na mtu kulingana na kile wengine wanasema juu ya mtu huyo. Gundua thamani ya uhusiano wewe mwenyewe na uamue kuongeza thamani kwenye uhusiano huu. Hiki ndicho nilichofanya. Vizuri sana. Kwa hivyo, ili kutumia maarifa haya katika sehemu zetu za kazi, ikiwa kila mtu anasema mfanyakazi mwenzako au meneja ni mbaya, usihusiane nao kulingana na jinsi wengine wanavyowaona. Gundua mwenyewe. Usiepuke kampuni hiyo kwa sababu kila mtu anasema ni mahali pabaya pa kufanya kazi. Gundua mwenyewe. Unaweza kugundua maadili ambayo wengine wanaweza kuwa wamekosa kuona au kupuuzwa. Na kama vile Bi Ruth alivyofanya, mara tu unapogundua thamani, amua kuongeza thamani yako mwenyewe kwenye uhusiano au kampuni hiyo. Huo utakuwa msingi wa uaminifu wako. Tunatarajia sehemu ya pili. Tafadhali ungana nami katika kuonyesha shukrani zetu kwa Bi Ruth. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.